Maana mpaka sasa kuna watu wanakuambia hatuchezi, wanakuambia utacheza. Sasa hizi zile kauli kama zimepungua hivi. Zimekata kabisa. Zimekata ghafla kimya, kila mtu anatamba na la kwake sasa. Mtazamaji wetu karibu moja kwa moja tukianza na kuhusiana na dabi ya Kariakoo ambayo imepelekwa mechi itachezwa tarehe 25. Pengine Bilali unawajuza nini? Huku tukigusia tulishagusia, lakini pia tuwakumbusha watazamaji wetu kuelekea mchezo huu. Unajua watazamaji wetu au wapenzi wa mpira lazima waelewe kwamba kuelekea mechi hii ya dabi timu zifanye maandalizi. Kwa maana watacheza mechi mbili ambazo zitakuwa mzunguko wa 29 na 30, lakini hichi tunaamini ni kiporo ambacho kitasalia. Kwa maana tarehe 25 naamini itakuwa ni Jumatano ya katikati ya wiki kwenda kumaliza mwezi, lakini tunaenda kumaliza yule ambaye atakayekuwa amechanga karata zake vizuri itakuwa ni bora, kwa maana anaenda kumaliza mwezi Juni akiwa anakuwa bingwa. Kwa maana mechi hii ndio inaenda kuamua nani awe bingwa msimu huu. Ni mechi ya moto hiyo ya mwisho msimu. Ni mechi ambayo itakuwa si mchezo. Ni mechi ambayo itakuwa mzuri na hata watazamaji wengi watafuatilia sana mechi hii kwa sababu ni mechi ambayo itakuwa na vivutio vingi sana. Kwa hiyo naamini na mechi ambayo kama pia ni kitu kingine pia ni kuongezea ni mechi itakayochezwa uwanja wa Benjamin Mkapa baada ya kutoka kwenye marekebisho. Ni miongoni mwa mechi ambayo itakuwa ya kwanza kubwa. Ni hiyo mechi ya tarehe 25. Bwana, tunategemea makubwa sana kwenye mechi hiyo. Mara mwisho ulishuhudia lini mechi ya final ya mechi ya kuamua matokeo? Tunategemea hivyo. Inachezwa hasa dabi mwisho wa misimu mingi sana. Na nakumbuka Yanga alipotezaga kama sikosei ilikuwa ni goli 5. Kwa maana ni misimu mingi sana imepita. Kwa ukiangalia kwa dabi kama hizi inavyotokea kwamba timu yoyote maana yake inawania ubingwa, kwa sababu hizi timu tunaamini wanaenda kwa mechi hii attention yao kubwa kila mmoja awe bingwa. Lakini ni kutokana na kile ambacho watakachokuwa wamekipata kwenye mechi hizi mbili watakazocheza before ya dabi. Kwa hiyo lazima tukubaliane kwamba ni mechi ngumu na kila timu itachanga na itawaza yani tuseme kwamba kwa akili zao zote ni kuelekea mechi hii kupata matokeo mazuri. Kwa maana yule ambaye aliojiandaa msimu season yake imekuwa vizuri na ndo ambaye atakaye kuwa anaenda kufanikisha mechi hii. Utulivu wa Simba ambao wako nao kuna jambo linaashiria mpaka sasa. Unajua siku zote hata kwa wale ambao wako kwenye ndoa ukiona mwanaume umemkosea alafu yupo kimya kabisa. Yani tunasema kwamba hapo kuna kitu kikubwa sana. Simaanishi kwamba Simba amekoselewa kwamba labda alokosea ni mwanamke, no. Yani nazungumzia mfano tu ambao umenyoka. Ni kwamba ukiona mtu yuko kimya ujue kuna kitu yeye anakiwaza. Ujui baadaye hata nini atakachokuwa amekijibu kwake yeye. Lakini mimi nipongeze kwa Simba Sports Club kwa hichi ambacho wanachokifanya, kinaashiria ubora na muendelezo wa timu yao. Lakini pia hawataki pia kuzungumza kwa sababu pia mechi ukiangalia pia haiwahusu kwa sababu wao ni wageni. Kwa hiyo wanatamani kila kitu wafanye mwenyeji. Na ndio hicho ambacho Simba unaona wako kimya. Hawezi kuzungumza chochote. Na mimi nimekuambia tangu juzi nakwambia kwamba Simba utaona wanazungumza chochote. Watakuwa kimya sana kuelekea mechi hiyo. Kikubwa wanafanya maandalizi. Nilikuwa nachungulia magrupu mbalimbali huko. Naona wana Simba kikubwa ambacho wanajadili. Wanasema viongozi wao wamezidi kuwa pore sana. Sasa unajua vitu vingine yani lazima tu kubaliane navyo. Uwezi ukapinga kwa sababu mpira wetu ulipofikia Simba ni mwana finali wa shirikisho barani Afrika msimu huu. Kwa hiyo ina maana akileta complain kwenye hili itakuwa yani anajishushia hadhi ya kuwa timu kubwa. Lazima tukubaliane kwenye hilo kwa sababu siku zote timu kubwa ambayo yenye malengo haiwezi kubabaishwa na hizi tunaweza tukasema kwamba hizi stress ndogo ambazo huenda tunaamini kwamba wanaweza wakazimudu na wakazifanyia maamuzi.